limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Haleluya! Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Haleluya! Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Pentekoste, zikiwa zimetimia siku 50 tangu tusherekee kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani Pasaka. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 1 hadi aya ya 11. Somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b hadi aya ya 7 na aya ya 12 hadi aya ya 13. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi aya ya 23. Tusikilize Injili takatifu. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, kama ambavyo nimewaeleza kwamba leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Pentekoste zikiwa zimetimia siku 50. Hii namba 50 ndiyo maana halisi ya neno lenyewe la Pentekoste kwa lugha ya Kigiriki. Ni sherehe ya ujio wa Roho Mtakatifu na kuzaliwa kwa kanisa na utume wake. Kwa maana hiyo, hii ni zawadi ya Yesu Kristo kwa kanisa, zawadi ya Roho Mtakatifu na kila mbatizwa. Na ndiyo maana yeye mwenyewe ndiye anayetueleza katika somo la Injili takatifu kwamba pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Ni zawadi ya Kristo kwa hawa anaowakabidhi madaraka, mamlaka haya ya kuweza kuwaondolea dhambi watu wa Mungu. Hivyo ndugu zangu, kanisa linalokuwa likiwajumuisha Wakristo wa kwanza na mitume wakiwemo, ndio kanisa linalozungumziwa, ambao limezaliwa siku hii ya Pentekoste, siku 50 baada ya kusherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Siku 50 baada ya kutoka katika utumwa wa dhambi, baada ya kutoka utumwani Misri kwa taifa la Israeli. Kumbe ndugu zangu, Injili tuliyoisikia inatufundisha kuwa Roho Mtakatifu aliyefanya kazi ya kuwaunganisha mitume hawa wa kanisa la mwanzo na Yesu mfufuka, na sasa anawaunganisha watu na Mungu kwa kuwaondolea dhambi zao. Ndio kauli ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa mamlaka anayowapatia hawa mitume kwamba wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Hii ni sakramenti ya kitubio ambayo inaturudishia urafiki tulioupoteza sisi wanadamu na Mungu wetu. Inatupatanisha na Mungu. Inatufanya tuzidi kuambatana
na kuweza kujenga ushirika huu ambao daima siku zote tunaitwa tuweze kutegemea na kuweza kumfanya Mwenyezi Mungu awepo maishani mwetu. Na katika hali hiyo ni pale tu ambapo tunajitenga na hali ya dhambi na zaidi tunaambatana naye na kushika yale mafundisho na kuzishika amri zake na kuishi vile ambavyo inampendeza yeye mwenyewe. Kumbe ndugu zangu, pato la kazi hii ya Roho Mtakatifu ni amani kati ya Mungu na watu wake. Kihistoria tukumbuke kuwa Pasaka kwa Wayahudi ni sikukuu ya kutoka utumwani Misri. Hivyo, baada ya majuma 7 ndiyo inasherehekewa sikukuu ya Pentekoste. Maana yake zimetimia siku 50. Kumbe ndugu zangu, hii ilikuwa ni desturi ya Wayahudi pale ambapo wanakuwa wamekumbuka upendo wa Mwenyezi Mungu, makuu ambayo yametendewa na Mwenyezi Mungu, kutolewa utumwani kule ambao kwao ni Pasaka. Kutoka siku hiyo aliyosherehekea zikipita siku 50 ambayo jumla yake ni sawasawa na majuma 7, ndipo ambapo wanakuja kusherehekea hii sikukuu ya Pentekoste. Ndio maana hii sikukuu inaitwa sikukuu ya Shukrani, sikukuu ya mavuno ya kwanza. Ukirejea kitabu cha Hesabu sura ya 23 aya 26, ni sikukuu ambayo walikuwa wakimshukuru Mungu kwa makuu aliyowatendea. Hivyo ndugu zangu, majuma 7 haya yanakuwa yamekamilika baada ya Pasaka. Ukirejea kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya ya 22. Sikukuu ya Pentekoste au sikukuu hii ya Shukrani, Wayahudi walihiji kwenda Yerusalemu na kumtolea Mungu shukrani za mazao yao mapya ambayo majina yao yanatajwa katika somo la kwanza. Tumesikia kuna Waparthi, Wamedi, Waelami na kadhalika. Kumbe ndugu zangu, sasa mitume wakaanza kuwahubiria kwa nguvu habari za Yesu mfufuka, na wote hawa ambao wametajwa katika somo hili la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza hadi aya ya 11. Na wote walipohubiriwa hii habari njema wakasikia na kuelewa, na kila mmoja kwa lugha yake ya kuzaliwa, na wakabatizwa. Hivyo ndugu zangu, kama vile Wayahudi walivyomshukuru Mungu kwa baraka za mavuno mapya, huku wakikumbuka kuzaliwa upya kwa taifa lao la Israeli na kupewa amri 10 za Mungu, kanisa pia linachukua utamaduni huo. Kanisa pia katika sherehe ya Pentekoste linamshukuru Mungu kwa zawadi ya Wakristo wapya waliobatizwa katika mkesha wa Pasaka, ambapo mbiu ilipigwa tukisherehekea usiku ule mtakatifu tulipokombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Kwa maana hiyo, taifa la Mungu, tunasherehekea ujio wa Mungu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu asiye na mwanzo wala mwisho. Yeye ndiye mfariji, yeye ndiye mtakatifuzaji, yeye ndiye kiongozi na mwalimu wetu. Ndiye anayetujalia mapaji 7 ambayo tumefundishwa na tumeelimishwa: hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu, na karama mbalimbali kama vile unabii, uponyaji, walimu, kunena kwa lugha na kadhalika. Na kwa maana nyingine, kila mmoja kadiri atakavyo yeye, kusudi tuvitumie hivi vipaji pamoja na karama tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, tuvitumie kwa kufaana. Kwa ndugu zangu, tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya neema na baraka anazotujalia, na zaidi kwa kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwetu, tutambue kwamba mapaji haya ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu na karama ambazo tumejaliwa, ndugu zangu, yatusaidie kuhudumiana, yatusaidie kujengana,
na yatusaidie kufaidiana sisi kwa sisi, tukiongozwa na karama iliyo kubwa kuliko zote. Karama gani hiyo? Ndugu zangu, ni upendo. Kama ambavyo Mtume Paulo anatukumbusha katika waraka ule wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya 4 hadi ya 6. Hii karama iliyo kubwa kuliko zote, ambayo ndio kiongozi wa karama nyingine zote, ina tabia gani? Ambayo ni upendo. Upendo daima, ndugu zangu, huvumilia. Upendo hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti mambo yake. Upendo hauoni uchungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haufurahii udhalimu, bali hufurahia ukweli. Basi ndugu zangu, tunaona mtu ambaye anakuwa na upendo wa kweli ana maana gani katika matendo yake na katika maisha yake ya kila siku, ambapo ndio karama ya muhimu ambayo inabeba na kuwa kiongozi wa karama nyingine zote. Kumbe ndugu zangu, tumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu na kutuletea mabadiliko, ili tuwe na amani na furaha maishani mwetu, kwa kuwasha moto wa mapendo, kutufundisha kusali vizuri, kutushushia kipaji cha ukweli na mapendo ya kweli, kuondoa vilema vyote vinavyotuvuruga na kutuletea maafa, kututia nguvu ya kuweza kufahamu madhaifu yetu, na katika hali ya unyenyekevu, ili tuwe tayari kukiri na kuweza kujiongea katika sakramenti ya kitubio, ili ipate kutuweka huru na kurudisha urafiki wetu tuliopoteza kati ya sisi na Mungu. Mwisho, sote tuungane na kuwa mwili mmoja katika Kristo, na tuione sura ya Mungu kupitia wenzetu. Na huo ndio upendo wa kweli, kama ambavyo tunaagizwa kwamba mpende jirani yako kama ambavyo unajipenda wewe mwenyewe. Na kwa kumpenda jirani, ndivyo ambapo utajishuhudia kweli unampenda Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye aliyekufanya na kukuumba na kuweza kukuweka katika hali hiyo ulionayo mpaka sasa. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba, Mwana